Ndugu zangu katika Kristo, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni katika tafakari ya neno la Mungu, ambapo leo mama kanisa anafanya sherehe ya Epifania, sherehe ya tokeo la Bwana, na wazo linalotuongoza katika sherehe hii ni Yesu anapoingia vivuli vinatoweka. Yesu anapoingia vivuli vinatoweka. Masomo yetu katika Dominika hii, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha nabii Isaya, ile sura ya 60 aya ya kwanza hadi ya 6, na somo la pili linatoka katika waraka Mtume Paulo kwa Waefeso, ile sura ya 3 aya ya pili hadi ya 3 na ile aya ya 5 hadi ya 6. Injili ni Injili ya Mathayo, ile sura ya pili aya ya kwanza hadi ya 12. Kama nilivyosema, leo tunafanya au tunaadhimisha sherehe ya Yesu kujifunua au kujidhihirisha kwa mataifa. Leo kanisa, sisi kama Wakristo, tunamtambua Kristo kama mwanga katika maisha yetu na yote ambayo tunayafanya. Kristo huyu ambaye anajifunua kwa mataifa, ambaye anajifunua kwetu, ambaye anakuwa mwanga kwetu, tunamkaribisha katika maisha yetu, tunamkaribisha katika nyumba zetu, tunamkaribisha katika makazi yetu, tunamkaribisha mioyoni mwetu. Na ndio maana utakuta sehemu nyingine watu leo wataenda na mishumaa kanisani. Lakini vile vile, kama hii haitoshi, utakuta watu leo wanarudi nyumbani mwao na chaki, nyumbani kwao wanarudi na chaki, na chaki hizo ambazo zimebarikiwa kanisani, na wakifika nyumbani mwao wanaandika katika miimo ya milango yao maneno ya baraka ndani mwao. Wanaandika 20, wanaweka jumlisha, wanaweka C, wanaweka jumlisha, wanaweka M, wanaweka jumlisha, wanaweka B, wanaweka jumlisha, alafu kwa sababu mwaka huu ni mwaka 2026 wanaweka 26, wanaweka 26. Kwa hiyo maana yake ni baraka ambazo zinakaribishwa katika nyumba yao katika mwaka huu 2026. Zile M, C na B ni majina ya hawa mamajusi. Inaitwa Epiphany Chalk Blessing. Kwa hiyo ni jambo la kawaida sana ukikuta nyumbani kwa Kristo kumeandikwa hivyo, usije ukashtuka sana. Inatokana na hiki nilichokieleza. Kwa sababu gani watu wanafanya hivyo? Iko hivi, kama wana wa Israeli walivyopaka damu milangoni ili kuepuka na balaa la kuuawa kwa wazaliwa wao wa kwanza. Ukisoma kitabu kile cha Kutoka, ile sura ya 12 aya ya 21 mpaka 28, nasi pia tunachora ili kumkaribisha Kristo nyumbani mwetu, aondoe kila aina ya mabalaa na kuleta amani, upendo na uelewano ndani ya nyumba zetu. Kwa hiyo ni kana kwamba tunamkaribisha Kristo, kana kwamba tunakaribisha baraka ndani, na tunataka kweli saa nyingine, kwa sababu Kristo yuko ndani, tuepukane na kila aina ya balaa ndani mwetu. Narudia tena, ukiona mtu kachora hivyo usishtuke, kwa sababu ya uelewa huu ambao nimeueleza. Leo sasa, hii sherehe wengi wanaweza wakajiuliza inatoka wapi? Chanzo chake ni nini? Na kwa nini inaitwa Epifania? Nitaeleza. Sherehe hii ya tokeo la Bwana, Epifania, lazima tuelewe kwanza, neno Epifania ni muunganiko wa maneno yenye asili ya Kigiriki, lakini neno hili limechukua hata Kilatini linatamkwa hivyo, Epifania. Ni muunganiko wa maneno makuu mawili, yaani epi lenye maana ya Bwana na fania lenye maana ya tokeo. Neno hili ni sawa na theofania, hasa kwa wana wa Israeli, yaani tokeo la Mungu. Wengi wanakumbuka sana. Katika Agano la Kale, naomba niwaeleze, tokeo hili linaweza kujidhihirisha kwa mifano mikuu miwili, hiki ambacho tunakifanya. Moja, jinsi Mungu alivyomtokea Musa katika kile kichaka kilichokuwa kinawaka bila kuteketea. Utasoma katika kitabu cha Kutoka, ile sura ya 3 aya ya kwanza hadi ya 10.
ya pili katika Agano la Kale ni jinsi Mungu alivyowatokea wana wa Israeli na kuwaongoza katika safari yao ya jangwani kutoka utumwani nchini Misri. Mungu alisimama kama nuru iliyowaongoza wana wa Israeli. Alisimama kama nguzo ya moto iliyotoa nuru mbele ya macho ya wana wa Israeli wakati wa usiku. Alisimama vile vile Mungu kama nguzo ya wingu wakati wa mchana ili kuwatia uvuli wana wa Israeli katika safari yao ya jangwani. Maana yake Mungu alikuwa pamoja na taifa lake. Unaweza ukasoma hizi habari katika kitabu cha Kutoka ile sura ya 13 aya ya 21 mpaka 22, ile sura ya 19 aya ya 16 mpaka ya 25, na ile sura ya 20 aya ya 18 mpaka ya 21. Na daima lazima kuelewa tokeo hili la Mungu lilileta mabadiliko makubwa sana ndani ya mioyo ya wana wa Israeli na ndani ya moyo wa Musa. Kwa hiyo tokeo hili sio kwamba tu lilikuwepo hivi, bali Mungu alipokuwa akitokea kulikuwa kuna mabadiliko makubwa sana ndani ambayo yalitakiwa au yalikuwa yanatokea. Leo nuru kuu ambaye ni Yesu Kristo imetuzukia, inatudai kufanya mabadiliko na sisi ya ndani kabisa. Inatudai kuondoa vivuli vyote vya dhambi ndani mwetu na kuwa watu wapya. Ndio maana ili wazo linapata maana yake hapa. Yesu anapoingia vivuli vinatoweka. Tunamkaribisha kwetu, anatokea kwetu, anataka atuongoze sisi katika safari yetu kutoka katika ulimwengu huu kuelekea ulimwengu ujao, kutoka katika utumwa huu kuelekea katika uhuru wa mbinguni. Kwa hiyo Yesu anapoingia vivuli vinatoweka. Tukiwa na hilo wazo, naomba tafakari mawazo haya yanayofuata. Tafakari kwa haraka haraka, kiukweli kabisa, mawazo makuu matatu ambayo yatatuongoza katika Dominika hii. Wazo la kwanza, Kristo ni nuru, tembea katika nuru. Kristo ni nuru, tembea katika nuru. Sehemu ya maandiko tuliyosikia inatoka katika sehemu ya 3 ya kitabu cha nabii Isaya. Sehemu ya maandiko katika ile somo la kwanza. Kwa sababu nasema hivyo kwa sababu kitabu cha nabii Isaya kimegawanyika katika sehemu kuu 3. Isaya ile sura ya kwanza aya ya kwanza mpaka sura ile ya 39. Hiyo ni sehemu ya kwanza ya kitabu hiki. Sehemu ya pili ya kitabu ni kuanzia Isaya 40 mpaka 55, ni sehemu ya pili. Na sehemu ya 3 ni ile Isaya 56 mpaka 66. Hizi sura ni sehemu ya 3. Kwa hiyo tukisema kwamba somo letu limetoka katika kitabu cha nabii Isaya sura ya 60, maana yake imetoka katika ile sehemu ya 3. Katika maandiko haya, katika hii sehemu tumesikia, ondoka uangaze kwa kuwa nuru yako imekuja na utukufu wa Bwana umekuzukia. Nitaeleza iko hivi. Katika historia ya dunia, Yerusalemu ilikuwa ni mji mkubwa sana uliokuwa katika Yuda ya wakati ule. Moja ya miji mikubwa sana iliyowahi kuwepo. Yuda ni mji uliojengwa kwa ngome na hekalu zuri la kuabudia lilijengwa katikati ya mji huu wa Yerusalemu na mfalme Suleimani. Naomba uelewe, lakini hakuna marefu yasiyokuwa na ncha. Ilifika wakati mji huu ulivamiwa, hekalu likabomolewa na wana wa Israeli wakapelekwa utumwani kabisa. Naeleza tena, mwaka 587 ilikuwa ni mara ya 3 kupelekwa utumwani, na waliporudi, yaani mwaka 538 kabla ya Kristo, katika mji wao waliwekwa tena chini ya utawala wa Wasamaria. Hapo wana wa Israeli wakawa wamekata tamaa tena. Wana wa Israeli wakawa wamekufa moyo. Wana wa Israeli wakawa hawaoni mbele, kwamba wanatoka katika utumwa mmoja wanaingia katika utumwa mwingine, ni kana kwamba walikuwa gizani. Ndio hapa tunasikia nabii akisema sasa, ondoka uangaze, kama tulivyosikia katika ile somo la kwanza. Anawatia moyo tena
kwamba Bwana wa majeshi hajawaacha. Yeye aliyewatoa utumwani nchini Misri kamwe hawezi kuwaacha katika giza la utumwa katika nchi yao. Kwa hiyo anawapa moyo kabisa, anawanyanyua tena wao ambao tayari mioyo yao ni kama imekufa, ni kama iko gizani. Ndugu zangu katika Kristo, mimi na wewe tunaweza tukajiuliza, ni mara ngapi tumekata tamaa na maisha haya? Ni mara ngapi tumevunjika moyo? Ni mara ngapi tumejiona kana kwamba hatuna bahati tena kama wana wa Israeli? Ni mara ngapi tumehisi Mungu ametuacha, hatuoni tena, tuko katika giza? Ni mara ngapi nyota za matumaini ndani mwetu zimefifia na kuzimika kabisa kama wana wa Israeli? Leo hii Bwana Mungu wa majeshi anakwambia tena, inuka, inuka tena, inuka, simama tena. Yeye aliyerejesha matumaini kwa wana wa Israeli, yeye aliyejenga tena mji wa Yuda na Yerusalemu, atajenga tena familia yako, atajenga tena watoto wako, atajenga tena biashara zako, atajenga tena uhusiano wako, atajenga tena maisha yako, atajenga tena afya yako. Inuka, simama, tembea katika hii nuru ambayo imekutuzukia. Tembea, mshike huyu Kristo, usimwache, mwacha yeye amulike maisha yako, nawe utakuwa na furaha, kwa sababu akiingia ndani mwako vivuli vyote vinatoweka. Mpokee Yesu Kristo, mfuate Yesu Kristo kama hawa majusi walivyofanya. Hawa majusi lazima kuelewa vizuri sana, walikuwa ni watu wa kawaida kabisa kabisa. Wanasema ni watu wa mataifa, wengine wanasema wapagani kabisa, wanatoka nchi mbalimbali, na mmojawapo alikuwa anatokea bara letu hili la Afrika. Ndugu zangu katika Kristo, hawa watu kabisa walikuwa hawajui nuru yoyote, lakini waliona nuru wakaifuata. Walikuwa ni wataalamu wa nyota, lakini walipoona nyota ambayo iliwashtua waliifuata. Mimi na wewe ndugu zangu tumebahatika kumjua Kristo. Sisi ni Wakristo. Kwa nini tusimfuate huyu ili tutembee katika nuru siku zote? Kwa nini tusimfuate huyu Kristo ili aongoze maisha yetu? Ndugu zangu katika Kristo, Mtakatifu Agustino anasema hivi, hawa watu mamajusi waliongozwa na nyota ili kwenda kuona nyota iliyo kuu zaidi. Waliongozwa na nyota ili kwenda kuona nyota iliyo kuu zaidi. Naomba niwaambie, hawa watu waliongozwa na nyota ambayo haikuweza au haikuwa na macho kwenda kumwona Kristo aliyekuwa na macho. Mtakatifu Agustino anaeleza hivyo. Waliongozwa na nyota isiyokuwa na macho kwenda kumwona Kristo aliyekuwa na macho. Ndugu zangu, mimi na wewe lazima tutambue hilo. Kristo ni nyota, lazima tuache aongoze maisha yetu. Kristo ana macho, wacha tuache aongoze maisha yetu, aone yale tunayopitia na tumwachie yeye. Ndugu zangu, ni ukweli ulio dhahiri kwamba hii safari ya majusi ni safari yetu pia. Ni safari ya kutafuta imani, ni safari ya kumtafuta Kristo. Imani yetu siku zote lazima tujue inakuwa siku kwa siku, isije karudishwa nyuma na majaribu, isije karudishwa nyuma na yale tunayoyapitia, bali tumemtambua Kristo, tumebatizwa, tubaki katika nuru hii, tubaki katika kufuata nyota hii. Ndugu zangu, watu wanaweza wakajiuliza, nyota gani unayoifuata katika maisha yako? Ni kipi ambacho kinaongoza maisha yako? Je, ni kukata tamaa? Je, ni uvivu? Je, ni kuona mambo hayawezekani? Je, ni kuamini umelalamika? Hapana, mfuate Yesu Kristo mwenyewe, ataongoza vizuri maisha yako. Ndio maana tumesikia, inuka e Israeli, maana nuru kuu imekuzukia. Kristo anakuja kwako, anajifunua, anakupenda, yuko tayari kuongoza maisha yako mwenyewe. Naomba nieleze tena hapa, Kristo ni nuru, tembea katika nuru. Kuonekana kwa ile nyota haikuwa ni jambo la bahati mbaya tu.
wataalamu wa maandiko na baba kanisa wanasema ile ni alama ya neema za Mwenyezi Mungu, ni alama za neema za Mwenyezi Mungu ambazo zinaongoza wanadamu kumwelekea Kristo. Neema ya Mungu inatuongoza mimi na wewe kumwelekea Yesu Kristo. Mtakatifu Yohane Krizostomo anasema hivi: nyota iliyo kuu haikubaki tu winguni, bali ilishuka ili kutushika sisi mikono. Nyota iliyo kuu haikubaki tu winguni, bali ilishuka ili kutushika mimi na wewe mikono. Yesu Kristu aliye nyota akubaki tu uko mbinguni, bali alishuka na kutuongoza. Kama nyota ilivyowaongoza mamajusi, Kristu yuko tayari kutuongoza pia mimi na wewe katika safari yetu ya maisha. Hivyo tumwendee yeye, tumkimbilie yeye, tutembee katika nuru. Ndugu zangu, kiukweli kabisa Mungu anajifunua kwetu na yuko tayari sisi tumtambue, na kila siku anaongea nasi kupitia matukio mbalimbali, kupitia neno lake, kupitia yale ambayo tunayasikia. Niombe sana tumfuate huyu aliye nyota, naye atatuongoza katika safari zetu za maisha. Atakuwa mwanga wetu, atakuwa kiongozi wetu. Kama Mungu alivyowaongoza wana wa Israeli jangwani, nyota hii itatuongoza nasi katika jangwa hili ambalo tunapitia. Niombe sana nuru hii iangaze pale ambapo unaona panakurudisha nyuma. Kama kuna dhambi ambayo inakurudisha nyuma, tuombe sana nuru hii iangaze. Kama kuna mapungufu ndani mwako ambao unayaona yanakurudisha nyuma, tuombe nuru hii iangaze, uanze upya, inuka, usilale tena katika dhambi, kwa sababu nuru kuu imekuzukia. Kristo ni nuru, tembea katika nuru. Wazo la pili ni ogopa roho ya Herode. Ogopa roho ya Herode. Hii ni roho gani? Ni roho ya woga wa ajabu sana sana. Hii ni roho ya ajabu sana. Nairudia tena, ni roho ya ajabu ambayo naiomba uiogope. Hii roho ya Herode. Katika somo la Injili Mathayo ile sura ya 2 aya ya 1 mpaka ya 12 tumesikia habari za majusi na namna mfalme Herode alivyowasaidia kumwona mtoto Yesu, na baada ya kuwasaidia anawapa maagizo kuwa mtakapomuona rudini niambie, ili mimi niende nikamsujudie. Swali linakuja, je, ni kweli Herode alikuwa na nia ya kumsujudia Masiha? Jibu ni hapana. Herode alitaka kumwangamiza huyu mtoto. Alitaka kumwondoa kabisa katika safari ya uso wa dunia. Alitaka amteketeze kabisa. Alitaka amsafishe, yani asionekane tena katika uso wa dunia. Tunaweza kujiuliza ndugu zangu katika Kristo, je, Yesu alikuwa na uhusiano gani na mfalme Herode? Yaani kuzaliwa kwa Yesu Kristo kulikuwa na uhusiano gani wa karibu na ufalme wa Herode mpaka Herode hatake kumwangamiza? Sasa tukajiuliza hapa. Tunajua kabisa Kristo hakuwa mtawala wa dunia hii na hakuwa na mpango kabisa wa kujihusisha na masuala ya kisiasa wala kiuchumi. Lakini kwa nini Herode aliogopa? Kwa nini Herode alikuwa na wasiwasi? Jibu ni woga. Ni woga. Ni woga. Woga kwa wenyewe si mbaya, bali namna tunavyoutumia woga huo wakati mwingine inaweza kawa mtihani. Tukitumia woga kuangamiza watu wasiokuwa na hatia, hapo tunakuwa na cha kujibu mbele ya Mwenyezi Mungu. Herode alikuwa na woga kuwa Masia atachukua nafasi yake. Alikuwa na woga kuwa Masia atampindua, atamfanya si lolote si chochote. Huu ni woga wa ajabu sana, yaani kuogopa huyu mtoto atampindua. Na tunaweza tukaangalia vizuri kabisa kwamba ni woga huu wa ajabu,
Yaani ukiufikiria kabisa kutoka ndani, ni uoga ambao ni wa ajabu sana. Wanasema hofu na uoga wa namna hii unatokana na fikra kuwa unachokipenda kipo hatarini. Yaani uoga unatokana na fikra za ndani kabisa ambazo zinakusumbua na kukuaminisha kwamba unachokipenda kipo hatarini, na ambaye anakihatarisha ni huyu unayemwona. Nitawaeleza muweze kuelewa. Lakini je, tunaweza tukajiuliza tena, je, uoga huu upo kwa Herode peke yake tu? Uoga huu ulimkumba Herode peke yake tu? Jibu ni hapana. Uoga wa namna hii siku hizi umekuwa tishio la ulimwengu wetu, umekuwa tishio la maisha ya watu walio wengi. Kuna watu wanaishi na uoga huu, na huu uoga umekuwa mwiba kwa maisha ya watu wengine, manyumbani, maofisini, kwenye taasisi, mitaani na kwenye nchi zetu. Uoga huu umekuwa wa ajabu sana. Watu hawana amani kabisa. Watu wamekuwa ni maherode ambao hawana amani kabisa. Iko hivi. Moja, naomba nieleze ili uweze kuelewa. Moja, watu wengi kwenye mataasisi, kwenye makampuni mbalimbali, moja, wameshindwa hata kupata ajira, si kwa sababu hawana vigezo, si kwa sababu hawastahili, bali waajiri wanaogopa. Yaani mwajiri ana roho ya Herode hii, anaogopa. Baada ya kuangalia vyeti, baada ya kuangalia experience au uzoefu na ufanisi wa mtu, anaogopa. Wengi wamekuwa hivi, wanaogopa na kuwaza kwamba nikimwajiri huyu, yawezekana kibarua changu kikaota nyasi. Huyu akiingia kwenye kampuni, huyu akiingia kwenye taasisi, kwa jinsi alivyo, ninavyomfahamu, ninavyomjua, ninavyosikia habari zake, akiingia tu mimi sipo. Nini kinachofanyika sasa? Wengi tumekuwa tukiwaua hawa watu. Yaani hawa akina Herode wamekuwa wakitumia fursa hiyo sasa kuua hawa watu ambao wangekuwa msaada wa baadaye. Kwa hiyo uoga haupo kwa Herode tu, ila kuna watu wana roho za Herode katika taasisi zetu. Kuna watu wana roho za Herode katika makampuni yetu. Ndio maana hata watu wengine wanakosa ajira. Nitazidi kueleza ili uweze kuelewa. Ya pili, watu wengine wanaogopa kuonyesha uwezo wao, ufanisi wao, au hata kutoa ushauri utakaoleta mafanikio ofisini au kwenye kampuni, wasije wakawa tishio kwa wakuu wao au tishio kwa mabosi wao. Wanaishia kusema ndiyo mzee mbele ya mabosi, lakini pembeni ndani mwao wanaumia kwa sababu ukweli wanaujua. Wanaogopa kwamba nikitoa ushauri, au kwamba mimi nikionekana napendwa sana, au jambo langu nikilileta likapita, litakuwa ni tishio kwa bosi, na mimi nitafukuzwa kazi, nitaishi maisha magumu hapa. Kwa sababu gani? Kwa sababu bosi ana roho ya Herode, aliye juu ana roho ya Herode, na mimi ni kama kitoto tu. Kwa hiyo hii roho ya Herode haitesi tu kipindi hicho, bali mpaka sasa hivi bado ipo. Ndio maana nasema kama inakugusa, kama inakuhusu, ogopa sana hii roho ya Herode. Nitazidi kueleza. La tatu, makazini watu wanaendana mpaka kwa waganga wa kienyeji au wakina sangoma, kisa tu uoga wa kupoteza ajira ama cheo. Huu ni uoga wa Herode sana, ni uoga wa Herode. Viti au nyadhifa fulani tunazifahamu kwenye taasisi hazikaliki. Ukikaa kwenye hicho kiti unaondoka nacho. Watu wanaogopa, watu wanasemana maneno, yani watu wanaogopa kabisa. Watu wanasemana maneno ya kuuana kabisa. Wengine wanaenda kwa waganga, wanafanya yani ili akuondoe, ili usikae katika kile kiti. Akikuona tu unaelekea, nyendo zako, mwenendo wako, sifa zako zinaonekana kana kwamba
zitakalia kiti, basi unaondoka. Ogopa roho ya Herode, kwa sababu itakufanya ni Mkristo, lakini ndani mwako wewe una Ukristo wa aina yote. Ogopa roho ya Herode, hautaishi kwa amani. Safari zako zitakuwa kwa waganga wa kienyeji kwenda na kurudi. Nazidi kueleza ya 4. Twende kwenye ulimwengu wa siasa za ulimwengu wa sasa hivi. Tumeona na tunaona mengi sana sana roho ya Herode ilivyo juu ya watu walio wengi. Watu wanatekana, watu wanauana, kuna wizi wa kura, kuna kuumizana, kuna kufanyana kila aina ya hujuma. Kwa sababu gani? Kwa sababu unaogopa huyu atakuja kukaa sehemu yangu. Wakati mwingine tunavyoviumiza ni vitoto tu, ni viesu, yani naweza kuweka viesu, havina uhusiano kabisa na sisi. Yani nikijiangalia mimi Herode na nikaangalia katoto, hakuna kitu. Naomba nikwambie ukweli ili uweze kuelewa hapa. Hata kama Yesu angekuja kuwa mtawala au kuchukua nafasi ya Herode katika hali ya huu utoto mpaka anakuwa mtu mzima, ni hakika kabisa kwamba Herode angekuwa shakufa. Ni hakika kabisa kwamba Herode angekuwa hayupo. Lakini kwa nini anapambana naye? Kwa nini anamkandamiza? Kwa nini anataka kumuua? Ni woga wa ajabu sana sana. Ndio maana nasema ogopa roho ya Herode. Kutesa vitoto ambavyo havina nguvu, havina wa kuwatetea, havina kauli, havina chochote. Ogopa roho ya Herode, kwa sababu roho hii katika ulimwengu wa namna hiyo unaacha familia nyingi zikiwa na misiba na vilio na majonzi na mahangaiko yasiyokuwa na msingi kabisa. Kisa nini? Kisa ufalme. Kisa ufalme. Ukionekana tu ni tishio, basi tena habari zako zinakuwa zimeishia hapo. Ogopa roho ya Herode. Nimesema naendelea ya 5. Hebu tuzidi kuangalia tena hii roho ya Herode. Iko wapi tena? Ipo kwenye familia. Wadada wa kazi wanateseka kisa tu muonekano wao, ukarimu wao, sura zao, tabasamu lao, mapishi yao. Mama anachukua hiyo au anaona hiyo ni kama sababu kwamba huyu mtoto wa watu atanipindua. Unakuta anamchukia kabisa, kisa anaogopa kupinduliwa tu. Simu ya dada inapekuliwa usiku na mchana, meseji zinasomwa karibu zote. Mama anaishi kwa wasiwasi, kisa aka katoto katanipindua. Unatesa mtoto wa watu anayehangaika na maisha, anayetafuta kusaidia familia yao kijijini, lakini kwa sababu una roho ya Herode, kwa sababu ndani mwako hii roho iko kwako, inakuwa ni sababu ya mateso ya aka katoto. Ogopa sana hii roho, ogopa sana hii roho. Nazidi kueleza kwenye familia, bado ipo 6 hii. Baba akisafiri, mama hana amani. Wakati mwingine roho ya Herode. Kuna wengine wamediriki hata kwenda kwa waganga na kutumia dawa kumshikilia au kuwashika wamezao. Baba wa watu anaonekana mtanashati kwamba ana mke, kumbe huyu si mke, huyu ni mganga, yuko ndani amemshikilia. Kwa sababu gani? Roho ya Herode, kwamba mume wangu ataibiwa. Ni majanga sana, ni majanga sana. Ogopa hii roho ya Herode, roho ya uoga, kwamba huyu atanifanyia hivi, kwamba huyu atanifanyia hivi. Ndugu zangu katika Kristo, nazidi kueleza sana, nazidi kueleza hiki. Ogopa roho ya Herode. Kwenye familia pia, wababa wanaogopa wake zao, wakisoma, wakifanya kazi, wakiwa na biashara, wakifanikiwa maisha, atakuja kuniletea dharau, atanisimanga. Wazee wamekuwa waoga. Ogopa hii roho ya Herode. Ogopa roho ya Herode. Ni mbaya sana sana, ya kuona mtu kwamba huyu ni tishio na kutaka kumwangamiza au kutaka kumfanyia mabaya. Kwenye biashara,
kabisa na kwenyewe ndio kuko hivyo hivyo. Biashara nyingi zinaendeshwa kwa madawa na imani za kishirikina. Watu wanaogopa kuona wenzao wakiinuka, kuona wenzao wakifanikiwa. Muda mwingine wanawachafua au kuwapa majina mabaya ili watu wateja wawachukie kabisa. Ni roho ya Herode hii, woga wa ajabu sana. Makazini kwenyewe kuko hivyo hivyo. Unaona mwenzako, unaona huyu atakuwa na sifa nzuri, atainuka, tunachafuana, tunauana kabisa. Wakati mwingine huyu unayemuua hana nia yoyote, hana wazo lolote, hana sababu yoyote. Yeye anafanya kile ambacho kinatakikana, lakini uoga wako unafanya huyu mtu anaishi maisha magumu sana. Ogopa roho ya Herode. Leo Kristo aangaze tena maisha yetu, amulike tena vivuli hivi ili tuwe na amani, tuondokane hii roho, tusiishi kwa mashaka. Tuondoe hizi roho za kuuana wenyewe kwa wenyewe, kufanyiana fitina wenyewe kwa wenyewe, majumbani, maofisini, kwenye siasa, kwenye biashara, kokote pale, ili amani irejee. Ogopa roho ya Herode. Ndugu zangu katika Kristo, wazo la tatu ni nini? Nyota ikipotea, wewe usipotee. Nyota ikipotea, wewe usipotee. Hili ni wazo ambalo natakiwa na lenyewe lituongoze pia. Naomba niseme tena ili wazo lituongoze. Nyota iliyoongoza mamajusi haikuwa nyota ya kawaida. Nyota hii ilifika wakati ikapotea, wakauliza wakajikuta wako kwa Herode. Ukisoma ile Mathayo ile sura ya 2 aya ya 2 na ile aya ya 7. Kikweli haikuwa nyota ya kawaida kama tulivyosema, na kama wazee wa kanisa au walimu wa kanisa wanavyosema, baba kanisa. Iko hivi, Mungu alitumia viumbe ambavyo haviongei kumjulisha kwa watu Yesu ambaye alikuwa aongei. Alitumia viumbe visivyoongea kutoa ujumbe wa mtoto asiyeongea. Ndio maana pango lina ujumbe, wanyama orini wana ujumbe, zawadi zilizotolewa zina ujumbe. Dhahabu, uvumba na manemane. Dhahabu ni kwa ajili ya kuonyesha kwamba huyu ni mfalme. Manemane ni kwa ajili ya kutambua kwamba huyu atakuja kufa kifo cha msalaba. Uvumba ni kuonyesha utukufu wa huyu aliyezaliwa. Mababa wa kanisa wanasema ile nyota yule alikuwa ni Roho Mtakatifu, ndiye kama yule aliwaongoza wana wa Israeli jangwani kama wingu na nguzo ya moto. Lakini ilifika wakati nyota hii ilipotea, baadaye ikaja kuonekana. Ndio maana tunasoma nao walipoiona ile nyota walifurahi furaha kubwa mno. Injili ya Mathayo ile sura ya 2 aya ya 10. Katika maisha nyota inapotea. Nyota ya Musa ilipotea, akaenda uhamishoni, lakini baadaye ilionekana akaongoza wana wa Israeli kutoka utumwani. Nyota ya Yusufu ilipotea, akafungwa gerezani, baadaye ilionekana akawa waziri mkuu na mkombozi wa wana wa Israeli. Katika maisha nyota inapotea. Swali, kwa nini nyota huwa inapotea? Moja, ili Mungu akuonyeshe walio wako na wasio wako. Mamajusi walimjua Herode baada ya nyota kupotea. Isingepotea, wasingejua lengo la Herode na nia yake. Ndio maana malaika wa Bwana akawaambia, mpite njia nyingine, Herode anataka kumuua mtoto. Wengi watakwambia tuko pamoja, usiwe na shaka, nakupenda sana. Nyota au ngoja nyota ipotee. Simu hazipokelewi, ujumbe haujibiwi, unaambiwa tu nitakutafuta. Au ukizidi basi unakuwa blocked. Wahenga wanasema akufaaye kwa dhiki ndiye rafiki wa kweli. Nyota inapotea ili Mungu akuonyeshe walio wako na wasio wako. Kwa nini nyota inapotea? Ili Mungu akupe kilicho bora zaidi. Nyota inapopotea ni Mungu anafunga mlango mmoja ili afungulie mlango mwingine ambao ni mzuri zaidi. Mungu akitaka kukubariki kwa jambo lilo kubwa zaidi, nyota kwanza inapotea.
Mtazame Mtakatifu Yosefina Magdalena Fortunata Bakita, mtazame Mwalimu Nyerere, mtazame Nelson Mandela. Nyota zao zilipotea. Mtu anaweza kukuchumbia, baadaye basi mambo yakaenda ndivyo sivyo. Ukisikia habari zake kwa yule aliyemwoa, unasema afadhali Mungu aliniepusha na huyu mtu. Jua nyota ikipotea ni Mungu anakuepusha na balaa. Lakini kumbuka pia, nyota ikipotea, maliza mwendo. Kupotea kwa nyota akuzuia Majusi kumaliza mwendo. Waliendelea kutafuta, waliendelea kupambana. Baadaye nyota ilionekana, walimaliza mwendo. Kupotea kwa nyota yako ya ajira kusikukatishe tamaa. Kupotea kwa nyota yako ya mahusiano kusikukatishe tamaa. Kupotea kwa nyota yako ya biashara kusikukatishe tamaa. Kupotea kwa nyota za ndoto zako kusikukatishe tamaa. Amini, siku moja nyota itaonekana, nawe utafika pale unapopatamani. Nyota ikipotea, wewe usipotee. Nyota yako itaonekana, nawe utafurahi milele na milele. Amina. Ndugu zangu, naomba niseme hivi, katika kipindi hiki, katika sherehe hii, usisahau kwamba mamajusi walirudi kwa njia nyingine. Mamajusi walirudi kwa njia nyingine. Leo umesikia kwamba Kristo ni nuru. Leo umesikia kwamba Kristo ni nyota. Leo umesikia kwamba usiwe na roho ya Herode. Basi ni wakati wako wa kurudi kwa njia nyingine. Mara zote aliyemwona Kristo abaki kuwa vile vile, anafanya mabadiliko. Sasa ni wakati wako wa kurudi kwa njia nyingine. Wacha watu wakuone kama mtu mpya, kama kiongozi mpya, kama padri mpya, kama Mkristo mpya, kama mama mpya, kama baba mpya, kama mbatizwa mpya. Rudi kwa njia nyingine, nawe utaona baraka za Mwenyezi Mungu maishani mwako sasa na hata milele. Amina. Tumsifu Yesu Kristo.